Yes, bana, hii ni exclusive interview na moja ya waigizaji wazuri sana kutokea hapa nyumbani Tanzania. Si mwingine ni my big brother Manyanya, kama ambavyo unaweza kumtazama. Upoaji umezingatiwa, ladies and gentlemen. Naomba anzie kwenye kiatu, kama ambavyo unajua lazima uwake na nini, lakini pia kuna uchuchui fulani. Manyanya sio kinyonge kama ambavyo mnamuona kule kwenye dunia na nini. Though kwenye dunia pia sio kinyonge, ni mlinzi aliyechangamka, au sio? My big brother, mambo vipi? Fresh kaka. Ukani mwingi? Nashukuru sana ndugu yangu. Mambo yanaenda? Mungu ana bless. Hongera kwa kazi nzuri ndugu. Asante sana, nashukuru pia kwa ushirikiano. Nini kinakupa hasira ya kufanya kazi nzuri, ya kujituma? Kinacholeta hasira ni cha kwanza, nafikiri ni kule tulikotoka. Kule tulikotoka ni kama tumeacha deni kwenye familia zetu, kwenye ukoo wetu. Unakuta lifestyle ambalo umekuwa nalo, unajikuta kwamba wewe pamoja kwamba ni mdogo, lakini wewe ndio kama unahisi kila kitu kinakutaka wewe baadaye uje kukiweka sawa. Kwa hiyo umeiona dhamana tangu ukiwa mdogo. Ndio maana ukasema sasa, angalau nikipata nafasi yoyote nitahakikisha sifanyi tu kwa ajili yangu, lakini nafanya kwa ajili ya wale ambao waliniamini, nafanya kwa ajili ya wale ambao wananitegemea ili jambo liweze kwenda. Kwa hiyo inatengeneza hasira kubwa zaidi. Tofauti na kwamba ningekuwa tu niko mimi mwenyewe, sina mtu yoyote wa kuniangalia, sina dhamana yoyote ya kubadilisha katika familia na ukoo, ningejikuta kwamba naweza nikarelax zaidi. Kwa hiyo hasira yangu inatokana na msukumo wa vitu vingi nyuma yangu, hususan historia. Tafsiri hii, maisha magumu aliyopitia Manyanya huko nyuma ndio anampa nguvu ya kutokutaka kurudi kule alipotoka. Yeah, of course, nilikotoka sio tu ya kwangu peke yangu, lakini kuna namna sifurahi pia hata nikiona mama yangu hafurahi maisha, aishi vizuri. Kuna namna sifurahi kuona kwamba tangu tumekuwa kuna lifestyle fulani hivi linatusumbua, lakini na inawezekana kubadilika. Yani hatukutakiwa kuishi hivyo, sema mfumo litukuta tukawa hivyo. Kwa mwisho wa siku unaona sanani anaweza kabutua au mpira uliobakia. Kwa ukijiangalia wewe ndo mtoto wa kiume, wewe ndo mkubwa, kwa hiyo unaona kabisa okay, lazima nivae jezi, niingie uwanjani, lazima na mimi niitwe Messi. Kuna namna kipindi ambacho unapambana, unajitafuta, ukajiwekea labda malengo ya kusema kuwa nikitoboa mama yangu lazima nimfanyie kitu 1 2 3. Kuna hivyo vitu ulijipangia, na ni vitu gani kama ulivipanga kama ukitoboa lazima bi mkubwa umfanyie? Kwanza naogopa kuvimention kwa sababu nilipanga pia iwe ni mshtukizo kwake. Sikupanga ni vitaji moja kwa moja, kwa sababu hata yeye akivisikia manake hata ile shauku yangu mimi itakuwa imepungua, lakini vipo na ni vikubwa sana, na nafikiri ni miongoni mwa vipaumbele vyangu vya mwanzoni kabisa kabla mimi kuishi maisha mazuri. Yeah. Kuna siku nilikuwa napiga story na Bichwa pale, akaniambia moja ya watu wavumilivu ni Manyanya, na akaniambia kipindi ambacho dunia inaanza kuna watu wengine waliondoka kwa sababu ya hakukuwa na malipo. Hata nguo ambazo walikuwa wanavaa mabwanga na nini, na hata comments kwenye kwa kipindi kile kwa zinasema vitu kama hivyo. Turudishe kidogo, ilikuwaje na nini ambacho kufanya uvumilie kwa kipindi kile, kwa sababu hata malipo kulikuwa hamna, Bichwa yeye anavyosema. Yeah. Of course, it's true, safari ni ndefu unajua, lakini ukishakuwa na imani haiwi ndefu tena, inakuwa ni sehemu tu ya maisha yako ambao hauangalii utafika lini, lakini unaangalia tu unapoenda. Kwa kama utafika kesho sawa, kama utafika kesho kutwa sawa, kama utafika mwakani sawa, lakini kikubwa tu ile imani iwepo kifuani. Ni kweli game ilianza ikiwa na kiza kikubwa kiasi ambacho kwa mtu mwenye moyo mwepesi isingekuwa rahisi kuendelea kusubiri, lakini kwa sababu tu ilikuwepo hiyo imani ndani yake, tukasema hapana, let's walk na kingine kinaweza kikatokea. Kwa nashukuru mpaka imeweza kuwa hivi sasa hivi. Yeah. Kila mtu anakutafsiri tofauti kwa sababu ya namna ambavyo umeigiza karakta yako ambayo umevaa kwenye dunia. Personally hivi, Manyanya ni mtu wa aina gani? Umeoa, una watoto, una girlfriend? Ile swali mnalipendaga sana ambao wanakutazama mashabiki zako. Nalipenda sana. Katika interviews nyingi ambazo nishakufanya, ile swali limekuwa ni swali muhimu sana. Yeah, of course sijaoa. Sawa, Manyanya sijaoa, lakini pia na binti mmoja. Sawa, na yes, nikisema niko single ndo kwa muongo. Siko single. Yeah, na girlfriend.
Yes. Sawa. Naomba nikuulize ile swali sensitive kidogo, kwa sababu wakati tunaanza kuzungumza tukazungumzia mama, nini utamfanyia, hakumention vitu ambavyo utamfanyia mama. Hili swala limekuwa ni kilio pia kwa wakina baba. Kwa nini wakina baba hawakumbuki? I was expecting ungesema hata baba yangu naye nitamnunulia kitu fulani ama nitamfanyia kitu fulani. Why baba kama tunamtenga, tunamsahau? Yeah, kwa baba, bahati mbaya kwanza upande wangu, baba yangu mimi alishatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo nimeikosa hiyo zawadi ya kusema naweza nikamfanyia na angalau akafurahi. Pengine huko aliko pia iko namna ambayo naweza tukaifanya kiimani ili kumrudishia faraja, utulivu wa kusema kwamba niliacha kiumbe duniani na angalau leo nimeweza kupata ambacho ameweza kunifanyia. Hilo ni jambo muhimu sana ambalo pia litafanyika, sio mpaka ufanikiwe. Anytime, na tayari nishaanza kufanya na nafikiri nitafanya kwa ukubwa zaidi kwa huko aliko. Lakini aliyekuwa na exist sasa hizi ni mama yangu. Kwa hiyo naye kuna namna natamani akifurahi yeye najiona nafurahi mimi mara mbili. Kwa hiyo hicho ndio kitu maana kaanza kumzungumzia yeye kuliko hata mzee. Lakini mzee pia ana heshima yake. Mathalan angekuepo naye, of course he deserves something bigger to me. Yeah. Tukiachana na season 1 ya Dunia, season 2 tuizungumzie. Wakati inatoka kilizani kama raia mtani kama hawakuwa wameelewa kivile, kwa sababu characters ama uhusika ambao mko mnaubeba kwenye 1 kwenye 2 kama umebadilika. Tu umekuja ukawa na madini mengi sana, unaongea sana, unasema Manyanya ni vipi tena. Kuna namna hiyo ili kupunguzia mashabiki ama ili kuongezea mashabiki kwa uhusika ambao unao sasa hivi? Mashabiki, unajua Manyanya kawa sio mtu mmoja tu kwenye filamu. Manyanya kawa ni mtu ambaye anabadilika. Manyanya kawa ni mwanafalsafa. Manyanya kawa ni bwana mapenzi, lover boy, penda. Manyanya kawa ni mume wa ndoa, unajua zile. Manyanya kawa ni mwakilishi au balozi wa wanaume wengi kwenye jamii. Kwa hiyo kupitia vipengele hivyo, namna ambavyo naviwakilisha ndivyo ambavyo vimekuwa vikichota mashabiki ambao wanavutiwa na hizo angles tofauti. Kwa hiyo mimi mwenyewe nafikia tu sijijui yani watu wananipendeaga wapi. Unajua zile, kwa sababu nikikaa kwenye philosophies napata watu ambao wananipenda, nikikaa kwenye love scenes napata watu wengi, japokuwa kwenye love scenes watoto wa kike ndio wengi huwa wanapenda vitu hivyo, wananifeel kwa sababu ya love scenes. Nishawahi kupata mchumba pia kwa sababu ya kucheza vizuri kwenye love scenes. Unasema? Nishawahi kupata mchumba kwa sababu ya kuigiza vizuri kwenye love scenes. Lakini sio yule mchumba nilivyoishi naye ndani akawa anategemea yale ambayo unayafanya kwenye sinema atakusana nayo. Kumbe maisha halisi kuna vitu kidogo vinakuwa tofauti. Sio kila siku tunakuwa tuko happy. Yeah, zile ni script, zile ni scenes, tuna perform accordingly. Lakini in real life pia sio kila siku nitakupiga mabusu. Sometime moja naweza nikakupita kama sikuoni alafu is okay. Sijui umenielewa. Kwa hiyo different scenes zinaleta different people to me kutokana na watu jinsi ambavyo wanavutika na vile vitu ambavyo wanavitoa. Yeah. Sawa. Moja ya kitu ambacho nadhani I don't know kama kinawafurahisha wengi, nadhani wengi kinawafurahisha hususan wanaume. Unacheza kama mlinzi na unatoka na mke wa bosi na vitu kama hivyo, na tushapita mpaka ndani na vitu kama hivyo. Comments kwanza za watu zikoje? Actually comment yani ni so unajua wanaume sasa hapa unazungumzia kile kipengele cha kuwawakilisha wale wanaume wengi katika jamii yetu. Wapo ambao wanapongeza, wanasema dawa fresh mwanangu umetuwakilisha vizuri, safi balozi wetu. Lakini wapo ambao pia wananitahadharisha kwamba dawa hiyo hatari, mke wa mtu sumu, bosi atakuua wewe, jiweke mbali, unajua zile. Lakini wapo pia kiupande mwingine wanawake wanamuonea huruma yule binti kwa sababu ya namna ambavyo wanakosa utulivu na furaha ya kuenjoy mapenzi. Kwa hiyo wanaona bora amepata huyu mfadhili ambaye anaweza kumfadhili moyo wake, they feeling good. Kwa hiyo different comments zinakuja kutokana na tukio hilo. Hizi mambo kwenye jamii zipo? Hakuna kitu kipya. Kila ambacho kinaonekana ni kila ambacho kipo na kinaendelea kutokea na kitatokea. Kwa sababu this is life na hiyo ndio dunia. Yeah. Ukapita na mke wa mtu vizuri sana. Ndio kujizuia mzee wangu. Lakini ni yeye tu alitaka. Mimi wala sina mpango huo ndugu yangu. Mimi ngoja sina mpango huo. Unajua utakaza. Nilikaza kisa mwisho kule mimi mwenyewe sijui nini kilitokea. Wewe mwenyewe si unajua. Wewe mwenzangu. Okay. Unahisi kwenye situation kama hizi, mfano kama hii ambayo character ambayo unaibeba, kwenye majumba makubwa kuna siri nyingi sana, mfano kama hiyo ya mlinzi, mabosi, nadhani itakuwepo. I don't know kama itakuwepo, ila kupitia wewe naweza nikasema itakuwepo. Na tumeona uhusika ambao Kawina ameuvaa ni kuwa mwanetu alikuwa hayuko vizuri. Namhurumia. Noma sana. Noma sana. Sema tuliache hilo. Noma.
Ushakuchitiwa? Ushakutana na situation kama hiyo, girlfriend yako akuchiti? Hapana, sijawahi ku experience hicho kitu, na naomba Mwenyezi Mungu pia niepushie. Ni kitu kibaya sana. Juzi nimeona interview ambayo alikuwa anacheza usika wa Matilda. Matilda, right? Ambaye sasa hivi anafanya naye kazi tena. Nimeona akizungumza na kusema kuwa Bichwa alikuwa anamdai, amelimpeleka hadi mahakamani, nadhani alikuwa anamtaka mlipe shilingi milioni 100 za Kitanzania, na kwenye interview kadhaa tulimsikia Matilda pia akisema kuwa hakuwa akilipwa. Kuna wakati alikuwa analipwa 1.5 laki, though tunaona jina kubwa tunategemea labda atakuwa analipwa millions na vitu kama hivyo. Ili lina ukweli kiasi gani wewe kama mtu wa ndani kabisa pale, na ni kweli kuwa alipelekwa mahakamani na Bichwa alikuwa anataka milioni 100? Actually nisingependa nilizungumzie hilo kwa sababu nafikiri halijakaa sana kwenye mlango wangu. Nafikiri Bichwa mwenyewe labda anaweza kalizungumzia vizuri zaidi kwa sababu ni kipengele chake. Milo nitakosa nalo majibu mazuri. Naomba niliache. Wewe unalipwa vizuri? Mimi nashukuru. Na nafurahi na tabasamu, hakuna complaint yoyote. Au unajikaza? Manake nilikaza mwanzo. Sasa hivi tena sifikiri kama natakiwa nikaze kwa sababu hata soko langu pia ni kubwa. Siwezi kukazia tena kwenye maumivu, sema mbona naona nateseka wakati ziko marketplace nyingi ambazo zinaweza zikanifanya nikawa na faida kubwa au hata just like that. Wakati kwa mnalipa kwa 1.5 laki kwa mwezi? Actually mwanzoni kabisa, kipindi ambacho hata watu hawajaifahamu dunia kwa ukubwa huo, kipindi ambacho hata uchumi ulikuwa bado haujatengemaa vizuri, of course ilikuwa inaanza hivyo, kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzoni ilianza scratch kabisa, yani nothing at all, hakuna mtu ambacho anapata. Kwa hiyo katika hatua za kuanza kutengeneza daraja la ukuaji, of course lazima muanze hivyo. Hamwezi kuanza tu moja kwa moja na 300,000, sijui mwezi 500,000, sijui milioni 1. Hamwezi kuanza hivyo, lazima mtaanza ngazi kwa ngazi and then nenda kule juu. Kwa hiyo ilitokeaga mwanzoni kabisa watu walikuwa wanalipwa hivyo. Ulianzia huko kwenye chini kabisa, ulianzia na 1.5 laki? Na mimi sikuanzia huko. Kwa juu kidogo. Kuna namna ilikuwa level up, na siku zilikwenda ka level up mpaka sasa hivi ninazozungumza na mimi ime level up zaidi. Hiyo 1.7 ambao unalipa kwa mwezi ama unalipa kwa episode ambazo unacheza? Nani? Hiyo 1.7 ambao unalipa kwa mwezi ama kwa episode ambao unacheza? Nani analipa 1.7? Shingapi unalipa? No, mimi silipi 1.7. Shingapi unalipa? Wewe, sasa nataka nikwambie tena siri zangu. Maana zaidi ya 1.7. Wewe ni zaidi. Sasa 1.7 kwa watu wao lofikia blaza. Wewe hapana bwana, ni zaidi ya hiyo. Akisema ilikuwa nyuma ndo lipigia hivyo. Yani pale jinsi unafanya kazi, everything is level up, time to time. Na kama utaangalia vizuri, mtu kama Manyanya, mtu kama Violet, unaona kama ni washiriki ambao from the beginning of the story walikuwepo, waka rise up mpaka wakaenda wakakuwa nayo, watu kama kina Moody, watu kama kina Cafe. Unaona hawa viwango vyao kila siku vinakuwa. Ni kama mtu ambaye kawekeza hisa. Sawa, kadri muda unavyozidi kwenda mbele zaidi na hisa yake inakuwa inatanuka zaidi. That's what happened. Kwa hiyo mimi sasa hizi kuna viwango nimeshavuka. Sasa tunacheza kwenye milio fulani. Manyanya mkorofi sana ndugu yangu. Nafikiri tunalipwa Manyanya anazungumzwa mtaani. Achana naye bwana, achana naye. Mambo ni mengi, achana naye lakini. Naamini hao wanazungumza ni kwa sababu wanapenda mafanikio yako. Kwa sababu ilitushtua kusema kwa ukubwa ambao wanao walikuwa analipwa 1.5 laki. Au kama? Hapana, no. Ilikuwa ni scratch. Yes, yani hiyo way back kabisa. Nafikiri sitaki nimzungumzie hiyo issue sana, lakini mtu ukiwa na moyo wa shukrani, kuna baadhi ya vitu nafikiri hauwezi kuviongea kabisa. Kwa hiyo inaleta perspective kwa watu ambao wana utimamu wa kuelewa mambo kupitia tu kauli na vitu kama hivyo, wanaweza kuelewa ni mtu wa namna gani na mtu yukoje. Kwa hiyo I don't want to talk about it anymore. Sawa, lodi la kumalizia kwa mashabiki zako, nini wategemee? Kuna plan maybe za kuja na kitu chako wewe mwenyewe kwa sababu sasa uko chini ya mtu? Actually sifikiri sasa hivi wala sioni katika picha hiyo. Unajua kwa Baba Asma yule watu wanaweza kaona ni kama mtu ambaye ni boss ambaye anaajiri watu, lakini kwa namna ambavyo mimi naishi pale siishi kama tena muajiriwa. Yani kuna ndio maana nasema kuna level fulani mimi nimeivuka ambayo ni ya tofauti. Kwa mimi si hesabu kama ni mtu ambaye ameajiriwa. Mimi nahesabu kama ni mtu kabisa pia mwenye kampuni, niko ndani, ni mtu ambaye anaweza nikatoa wazo likashirikisha katika maamuzi ya kampuni. Ni mtu ambaye anaweza tukakaa tukajadili masuala makubwa yakaleta effect kwenye kampuni. Kwa hiyo sijiweki katika level hiyo. Na ndio maana sifikiri kusema kwamba utamkuta mwenyewe sio ana YouTube yake, sio ana account yake, ana operate mwenyewe kajiseparate na tutakaa hapo, tutaseparate jambo,
tutalikuza jambo litakuwa kubwa, na the dream is too big zaidi ya kuwa hapo ilipokuwepo. Kwa hiyo that's it. Asante sana my brother. Tuko pamoja.